Kwa hiyo kila maamuzi yana matokeo. Matokeo yanaweza kuwa chanya au yakawa hasi. Sio kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kumfuata Yesu ni maamuzi. Sasa nataka tuone vitu fulani, tujaribu tu wote. Hii ni Bible study. Tujaribu kuona, tutembee kwenye hii Luka 15 ule mstari wa 11 mpaka ule wa 20. Anasema hivi. Karibu. Inasema akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. 14. Alipokwisha amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. 16. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. 17. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. 18. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. 19. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni, akambusu sana. 21. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkambike, mtieni na pete kidoleni, na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. 24. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe nataka tuangalie nini Mungu anakifanya tunapofanya maamuzi fulani, mazuri au mabaya. Lakini hapa nataka tuangalie maamuzi yasiyofaa na tuone moyo wa Mungu ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawaambia hii Bible study, kwa hiyo nataka niwape theolojia kidogo. Si ndio? Kitabu cha Luka kiliandikwa na Luka, ni mmoja wa wanafunzi wa hakuwa mmoja wa wanafunzi. Luka alikuwa ni daktari, na inasadikika alipata taarifa hizi kutoka kwa Paulo, kwa sababu Luka alikuwa akitembea na Paulo katika safari zake za utumishi. Na moja ya vitu alivyovirekodi Luka, alikuwa anajaribu kumtaarifu mtu mmoja anaitwa Teofilo juu ya kazi alizozifanya Yesu. Sio kama mnanielewa vizuri. Sasa Teofilo alikuwa ni mtu wa hali ya juu, mwenye uelewa mkubwa na mali nyingi, lakini hakujua Yesu kwa ufasaha. Kwa hiyo akaandika kitabu hiki. Aliandika vitabu viwili. Aliandika kitabu cha Luka na kitabu cha Mathayo. Sio kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitabu cha kwanza hiki alikiandika akimueleza Yesu kama mwanadamu kwa sababu ya taaluma yake. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Luka utaona Luka anamueleza Yesu kama mwanadamu wa kawaida aliyeishi na watu, akaona njaa, akachukia, yaani maisha kabisa ya kawaida. Kwa hiyo unaposoma kitabu cha Mathayo unamwangalia Yesu kama mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo habari zote za kitabu cha Mathayo utaona Yesu anashughulika na nini? Na Wayahudi, kwa sababu walimkataa. Unaposoma kitabu cha Marko unamsoma Yesu kama mtumishi, utaona Yesu anaosha watu miguu. Marko anamueleza Yesu kama mtumishi, kwa sababu kipindi
kitabu cha Marko kinaandikwa ndipo taifa la Rumi lilikuwa likitawala, na anataka kuwaeleza serikali jinsi gani wanatakiwa kushuka waweze kuwatumikia watu na sio kuwa mabwana. Kwa hiyo alipokuwa anaandikia Marko, akaandika kwa mtazamo wa kwamba wajifunze kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Sio kama unanielewa. Unaposoma kitabu cha Yohana unamsoma Yesu kama mwana wa Mungu. Kwa mara nyingi utaona miujiza mingi sana katika kitabu cha Yohana. Utakuta kuna miujiza kama 7 ambayo ameieleza mikubwa, ikiwemo na harusi ya Kana. Si kama tunaelewa. Na utauona moyo wa Mungu jinsi ambavyo sasa upo kwa ajili ya watoto wake katika kitabu cha Yohana. Unapofika katika kitabu cha Luka anaongea na Teofilo ambaye wako kwenye sekta moja, lakini anaongea kwa elimu. Sio kama tunaelewa. Anaandika kutumia, kwa sababu alikuwa ni daktari, kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye elimu, mwenye ufahamu, anajua jinsi ya kuweka maandishi na jinsi gani Teofilo apate kupata ujumbe. Na ukifika katika kitabu cha Matendo anaongea habari za Yesu kufufuka na kuondoka na kushuka kwa Roho Mtakatifu. Sio kama mnanielewa. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo alitaka Teofilo avijue huyu Luka ni jinsi ambavyo Yesu alikuwa anakutana na makundi mbalimbali ya watu. Kwa hiyo hapa tunamwona Yesu anakutana na watoza ushuru, watu wenye dhambi, waandishi, Mafarisayo, wananung'unika. Kwa nini? Kwa sababu kama Wayahudi hawakumtegemea Yesu kumwona akishughulika na watu wa mataifa. Kwa sababu Wayahudi walikuwa hawachangamani na wa mataifa. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo sasa hapa Yesu yuko nao, wanaanza kushangaa kwa nini anakula na wenye dhambi? Kwa nini anashirikiana na wenye dhambi? Kwa nini? Kumbuka anamueleza Yesu kama mwanadamu wa kawaida. Kwa nini haangalii katika maisha ya nje, anaangalia katika maisha yake? Kumbuka Yesu ni mwanadamu, lakini wakati huo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu akijua mawazo ya hao watu, akaamua kueleza kusudi. Kumbuka aliwaambia katika kitabu cha Mathayo 1, nafikiri ni mstari 21, kwamba jina lake ataitwa Yesu, naye atakuja kuokoa nini? Watu wa dhambi zao. Kwa hiyo Yesu akajibu kwa kuangalia kazi aliyokuja kuifanya. Na katika kujibu akajibu kwa mifano kama 3. Mfano wa kwanza alitumia mfano wa kondoo. Mtu mmoja alikuwa na kondoo 100, mmoja akapotea. Tuko pamoja? Anajaribu kuonesha umuhimu wa kazi ya mlezi. Anasema alipopotea aliacha wale 99 akaenda kumtafuta yule mmoja. Anaonesha jinsi gani mtu alivyokuwa na thamani mbele za Mungu. Unajua mtu mmoja akitoka kanisani ni kweli ameondoka, lakini anaumiza sana. Kwa sababu inakuwa imemgharimu Mungu uhai mtu yule kuwepo mahali pale. Sio kama mnanielewa. Ndio maana hatuna budi kutunza sana umoja wa Kristo, kwa sababu mtu mmoja mbele za Mungu ana thamani sana. Fikiria hapa watu kondoo 99. Ulinabanga kana shida ni nini? Lakini anaamua kuwaacha wale 99 kabisa, hata ajua atakaye anaenda kushughulika na mtu ana thamani mbele za Mungu. Sema amen. Ndio maana kama una roho ya kutawanya watu ishindwe na kulegea katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu anathamini sana. Lakini mfano wa pili anazungumzia habari za fedha. Anasema mwanamke gani mwenye shilingi 10 alipotewa na moja asiyewasha tani kuhifadhi nyumbani. Sasa mtu mmoja alikuwa na shilingi 10, lakini katika shilingi 10 zote zilipopotea, ilipotea tu moja. Zile shilingi 9 zote aliachana nazo. Kuna kitu tunajifunza kwenye hili somo, kwamba wanadamu wa thamani sana mbele za Mungu. Lakini pia nilipokuwa najaribu kupitia hapo, ukiangalia nimechora sana kwenye Biblia yangu kipindi nafanya mstari, kuna kitu niligundua kwamba hizi pesa zilikuwa ndani, lakini ikapotea moja. Kuna ufunuo mmoja nikaupata kwamba kitendo cha kuwa kanisani haikupi garantia kwamba Mungu.
Unaweza ukawa kanisani lakini bado ukawa umepotea. Sio kama unanielewa. Na Mungu ndio maana hachoki kuita mialiko. Kila baada ya mahubiri lazima tuite, kwa sababu tunaamini kuna mtu mmoja amepotea. Anaweza kuwa amepotea katika mawazo, katika masengenyo, katika vitu mbalimbali, lakini kitendo cha kuwa kanisani, kutoa sadaka, kufanya mambo yako yote, sisi kuimba, kuwepo praise, hakukufanya kwamba uendelee kuwa na wale 10. Unaweza ukapotea tu. Na Mungu akutafuta. Sio kama tunaelewa. Tuko pamoja. Kwa hiyo lazima uwe makini. Maana hizi pesa zilikuwa ndani lakini moja ikapotea. Ndio maana unakuta kanisani leo kuna mimba zinatokea, makanisani leo kuna walevi, makanisani leo kuna magomvi, makanisani kuna sababu kuna baadhi ya pesa bado zimepotea japokuwa ziko ndani. Na lazima tuwashe taa, tutoe magodoro, tuzitafute kupitia neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Tusione, tuzirejeshe, tuzijumulisha na zingine ziweze kutimia. Vitu vinawezekana. Sio kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anafika katika mstari wa 11, anaanza kueleza, hapo nimelenga sasa kuzungumzia. Anasema mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Akawagawia vitu vyake. Umeliona hilo neno? Mara nyingi mtu anapewa urithi baada ya baba au mama au wazazi wake. Hata mimi leo hii Mataya wakianza kuniomba, ikaamka na kesho akaniambia, baba naomba tuanze kugawiana basi mapema. Ni lazima nishtuke kidogo, naanza kujua huyu mtoto inawezekana amekula bangi. Huyu mtoto yaweza sio roho yake hii, kwa hiyo kuna hatari na anaweza akanitoa wakati wote. Kwa lazima niwe na defense mechanism, kwa sababu tunavyofahamu ni kwamba mtu anapokea urithi baada ya wazazi wake kuondoka, si ndio? Lakini huyu anafika mbele ya babake na kumwambia, nataka unigawie. Anahitaji sahihi, lakini halipo kwenye wakati sahihi. Sio kama mwenyewe. Ni sawa anahitaji, lakini si wakati wake. Tunafundishwa nini hapa? Kuna wakati mwingine, kumbuka nafundisha nini Mungu anafanya pale tunapokuwa tumefanya maamuzi yasiyofaa. Si kila wakati tunapokwenda mbele za Mungu na tunakuwa tumebeba mahitaji yetu, maombi yetu mbele za Mungu. Si kila wakati tunakuwa na maombi sahihi. Kuna wakati mwingine tumeomba maombi fulani kabla ya wakati. Sio kama mnaelewa. Na kwa sababu ni baba ametupatia, na ndio maana baada ya kuwapatia kuna watu wamepoteza dini. Kuna watu wanaomba Mungu awapatie nyumba, labda gari, lakini hajajenga nyumba. Hana kazi ya kuendesha hiyo gari, lakini kwa sababu umemsumbua kama yule mama Mkanadaye, Mungu akupatie. Wanaona kwa watoto wangu na wakati Antoni akaja kuniomba nimnunulie saa. Tumeenda hospitali, tulipotoka akaniambia, baba naomba uninunulie saa. Nikamuuliza, kwani kumnunulia saa ni tatizo? Lakini ya nini kama mtoto? Sio unaelewa. Cosmas siku moja akaja ananiambia, baba naomba uninunulie njiwa. Ni maombi sahihi tu, lakini ni za nini njiwa? Of course akinisumbua nafanyaje? Nitampa, lakini si wakati wake sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu katika mbele za Mungu, Mungu anasema kwamba kila jambo lina wakati wake. Huyu anasema nini? Anasema hivi,
baba nataka unipe. Kumbuka hizi ni za kwake. Baba akifa ni za kwake. Lakini kwa nini? Akili yake siwezi kujua. Alikuwa amevuta bangi, kufanya, unajua vijana wana mambo mengi. Tena huyu mdogo, mara nyingi watoto wadogo wana shida sana. Anasema baba yake alifanyaje? Alipatia. Lakini inatuonesha kwamba haukuwa wakati sahihi, kwa sababu baba alikuwa bado yuko hai. Haikuwa sahihi. Anasema katika mstari unaofuata, Paulo tuko pamoja. Mstari wa 13. Nasema hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Umesikia hilo? Unavipata vitu kabla ya wakati, ni lazima vikuyumbishe. Kwa kijana akafanya maamuzi hapo sio sahihi. Ndio maana kuna watu wengine wamebarikiwa na Mungu. Unajua Mungu hana choyo hivyo. Wanakuwepo kanisani wakishabarikiwa, Mungu akishajibu, walikuwa na magonjwa wakafunguliwa. Kumbe ile gonjwa itakuwa likae kwanza mpaka discipline ya akili mkae sana. Unakuta wanaiacha imani. Wanaamua kwenda mbali. Wanaamua kutoka nyumbani mwa Bwana. Sio kama mnanielewa. Nafanya expose na mafafanuzi na ufunuo ambao nimepata kwenye mafafanuzi. Kwa hiyo unakuta unapopata kitu kabla wakati, unakuwa huna maamuzi sahihi. Kwa sababu ni kitu ambacho hujakaa chini kuangalia gharama, haujakaa chini kuangalia tafanyaje. Kwa hiyo unachukua maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kijana alipopata akajiona mimi ndio mimi, kama kwa namba. Kwa hiyo akaacha nyumba ya Mungu, akaacha nyumba ya baba yake, akaacha watoto wenzie, akaacha ndugu zake, akaacha kila kitu, akaenda mbali. Wangapi wamebarikiwa makanisani na wameiacha imani? Na wamefika huko wametapana zile mali ambazo Mungu alibariki. Na mpaka sasa wanajuta, hawawezi hata kurudi tena. Sio kama mnanielewa. Ndio maana wakati tunaweza tukawa tunamuomba Mungu, tunamuuliza Mungu, Bwana jibu, fanye. Mungu hatujibu kwa sababu kwamba akitubariki kwa wakati ule anaenda kutupoteza. Kwa Mungu anakubali. Na hata kuna magonjwa mengine niliwaambia kwamba Mungu anaweza akaamua kuyaacha kwenye mwili. Sio kwamba halikusudiwa, lakini linakuwepo tu. Ukitaka kumwacha tu Mungu kidogo, anafinya tu kidogo. Pressure inapanda, unaanza kuhemelea mija kwa ajili ya kufuata. Sio kama mnanielewa. Wanaweza sasa. Kuna watu wameombea wamezaa, Mungu tumeomba niokoka, omba chungaji, tukaomba mume alipookoka pia akaomba pagani. Unakuta kanisani haji. Tufanye nini haji? Ukimwona amekuja kanisani, ujue amepigwa vibao vingi sana, ndio imeshagoma. Kwa hiyo anakuja kutafuta tena maombi ya kumpeleka miaka mingi. Ndio maana siku moja nikasema hivi, kama nakumbuka, huwa natamani Mungu angenipa na mimi uwezo wa kuongea na shetani kama anaongea naye. Ananipa hata mapepo mawili nayo natunza pale. Kemea pepo likitoka si afukuzi na yatunza kupenda. Mtu akijifanya mjanja naenda na yachukua tuko pamoja na kubandikia wakaombea, utaenda kwa Nabii Samueli kule hayatoki. Siku nikaa sana kuja na niambia mwacheni kidogo. Yalikuwa nimeweka matatu, natoa tu kama mawili vinalia chama moja na kukali na kubalance kidogo. Ndio maana watu hawafunguliwi, sio kwamba Mungu hafanyi. Ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sio kama mnanielewa. Kuna ufunuo mkubwa sana. Kwa sababu tuna watu wamebarikiwa na tunawapoteza. Kwa kijana huyu akaenda nchi za mbali. Kumbuka
Kulikuwa na sababu gani ya kuondoka nyumbani kwa baba? Kulikuwa na sababu gani ya kumwambia baba niite mahali? Kulikuwa na sababu gani ya kumwambia? Lakini amepewa, sasa anaondoka. Kuna watu wameomba waume kanisani, Mungu amewapa. Walipopewa tu waume, amekuja kurudi yuko peke yake. Vipi? Tulishindana. Nani unajua mume? Ilikuwa ni mume unatulia. Tunaelewa vizuri. Mstari wa 14. Unasema, alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Unaona sasa kinachotokea? Umeona? Badala ya kuiacha hema ya Mungu, badala ya kumwacha Mungu, unaona kinachotokea? Kwa sababu kumbuka, naitoa mahitaji yetu ya kila siku. Mungu aliyetupa baraka na uzima ni Mungu. Sasa unapomkimbia na kumwacha na kujiconnect na watu wasiofaa, Mungu anajitenga, na kinachojitenga ni kwamba mambo yako yanakwenda ovyo. Kwa hiyo hapa anasema akawa mhitaji. Sio mnani. Akawa mhitaji. Kwa sababu hawezi kwenda kwa Mungu, Baba leo sijaa, naomba utende muujiza. Alishashindana naye. Hawezi. Wala malaika hawezi kutolewa oda kwenda kumhudumia mtu kama hiyo, kwa sababu hawana mahusiano. Kwa hiyo akawa mhitaji. Akajaa matatizo, akajaa shida. Vile hatua mtu anaongea peke yake njiani, kuta mtu anahesabu tu. Kimwita Baba Holo, chungaji anasema uzee ni mhitaji. Alimwacha Mungu. Ndio maana wakijaga huo wanakosa hata ujasiri, unamkuta amekaa kule. Haamini kwamba nimerudi tena kanisani. Ni mhitaji. Unapofanya maamuzi lazima uhesabu kwamba katika maamuzi haya nini ninachokwenda kukivuna. Watu wanaamua kuachana. Siku moja ni mke wangu tulipishana siku mwaka juzi, siku mwaka kwa sianza huduma ndani fulani kitu. Akasema na mimi nimechoka, naenda kwetu, sijaamua. Nasema sawa. Sasa unajua, na mimi nikaanza kumuuliza Mungu, na Mungu alishakanipa jibu zuri sana. Huwa nasubiri tu siku moja aje aondoke, alafu nimwambie amechukua hizo. Akaniambia hivi, Mungu nikonjaje na Mungu, sifa akianza kufungasha tu vitu, akiondoka tu na wewe kusanya vitu mfuate nyuma. Tuko pamoja. Siku anaondoka kwenda stendi, anasubiri kwenda, na mimi nitakuwa pale mchungaji, na mimi na baby langu. Unamwacha nani? Tulikuja wawili, kwa hiyo tunamwacha Kelly na kwa sababu hao ndio wametukuta. Tulikuwa wawili, kwa hiyo tunamwacha pale na watoto. Tunacha. Hilo ndio Mungu alishanipa. Na nani wana nisubiri tu kwamba siku tatu tunajaliwa mabegi. Na nina mabegi ya kutosha. Na mimi naingia nafungua mabegi. Baba Isa, yaani siku kwa Isa akisema anaondoka, wala usihangaike. Wewe akikusanya begi na wewe fuata la kwako. Hilo wakati anakusanya, wakati yuko anaunguruma, nimechoka, naondoke, yani wewe sio mwanaume. Mwambie kabisa, na wewe anakushuka, na mimi nimechoka kabisa, na wewe sio nini. Alafu wakati anabeba begi, anaondoka kwenda stendi, akapande Malango ile hakuna Singida, naona afika pale asema nani namwacha. Naona tunaenda wote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen. Sio tunaelewana. Kwa nini? Kwa sababu tunapofanya maamuzi, tusiyafanye tu maamuzi kwa sababu ya mazingira tulionayo. Ni lazima twende mbali zaidi. Kwa hiyo huyu akawa mhitaji. Ndio maana wana mateso, wamefungwa, wanahangaika. Endelea mahali pale. Mstari wa 15. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile. Naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Umesikia maneno? Unapomfanya maamuzi yasiyokuwa sahihi, haya ndio matokeo. Unakwenda una hook up
unaungana na watu ambao sio sahihi. Ulikuwa hujui kuvuta bangi, unaanza kuvuta bangi. Ulikuwa hujui uhuni, unaanza uhuni. Ulikuwa hujui kutukana, unaanza kutukana. Makundi. Kwa sababu kuna watu shetani alishawaandaa huko zamani. Kipindi wewe unarukaruka hapa, shetani ana hasira, anasema subiri tu ipo siku moja. Kwa kuna watu wameandaliwa special kwa ajili kwamba siku kanuni akisema nimemwacha Yesu, wa kwanza atakayekutana naye ni huyu, na atamfanyia hapa mpaka hapa, baadaye atadakwa na huyu. Kwa huyu akaenda kushikamana naye. Sikiliza nikueleze. Maamuzi mabaya yakishakuchanganya, kinachotokea unaenda kuungana na watu wasio hawawezi kujenga wala kufariji, kwa sababu huyo anachokifanya. Kumbuka wewe ni Myahudi, huyu kijana, lakini alimpeleka kwenye nguruwe. Ni Mkristo unapelekwa kuuza baa. Ni Mkristo unapelekwa kwa guest kule kwa manager wa guest. Ni Mkristo unapelekwa kuponda dawa za kiganga wa kienyeji. Kwa nini? Kwa sababu ndio mtu aliyekuwa ameandaliwa hakikisha kwamba haurudi tena. Vitu najisi. Unapomwacha Mungu usitegemee kwenda kukutana na kampani njema, kwa sababu sio lengo la shetani ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapofanya maamuzi kusema mimi kanisani sitaki kwenda, mimi sitaki kusikiliza, nimechoka, jipange kukutana na mtu atakayekupeleka kulisha Mungu. Jipange. Mimi huyu mwanaume simtaki, huyu mwanamke simtaki, huyu sijui. Jipange kwenda kukutana na makahaba. Na watakunyonya kweli, watakupeleka kweli mpaka utaetika. Watu wanapata pesa zao kwa kustafu, wanachanga wake zao. Kanisani waji mchungaji mjatu ananisumbua na kanisa ya mchungaji maskini anatusumbua. Ngoja nikatafute kanisa la matachi ili nikae. Ukifika kule unakuta ameandaliwa Lucifer special kwa ajili yako, anakushika kweli. Sikia, unajikuta umetoka kwenye kusudi. Kumbuka wewe ni Myahudi. Kumbuka wewe ni kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usitegemee kwamba unapoacha imani eti tu utaenda ukawa salama. Hakuna kitu kama hicho, kwa sababu shetani ni simba ungumani, anatafuta mtu apate kummeza. Na ukishaingia, nikueleze, kutoka ni neema ya Mungu tu. Mama nao nishakemea mapepo mangapi toka huko. Beni. Unafikiria na amani na unajua huwa hayafi. Bana zile ni roho, ni malaika wale walioasi. Na wako wamekaa wana list. Wanaulizana, mwenzetu hapo ulifika lini? Si yule mama yule. Yanajadili kila siku. Wewe ulifika yule mama, na mimi ni huyo, na wewe. Yako kama 2000 hayana amani. Na wewe uko hapo unasherehekea nguvu ya upako hapo. Sasa usiku ukikataa, wanasema umekuja sasa. Yanafanya sherehe kwanza kukukaribisha, wanasema afadhali bwana kanisa wapagani wanaona mzuri mno. Wapagani wamenikaribisha vizuri mno. Ndio wanaanza kukunyonga sasa. Wanaanza kukunyonga. Ulikuwa una miguu, unaanza kutembea umejichemea, viuno, nini, vikozi, kila kitu. Yaani ukienda kupimwa unakuta ni historia ya magonjwa. Wataombea watu, watakemea, wataweka mikono mpaka wataleta na mikoba. Sema huu mkoba na upako, shikilia. Na penyewe haita sana. Maamuzi mabaya. Si kama unapata kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia kwa Yesu, sema amini. Ndio maana mimi nasema kwamba asingelikuwepo Yesu, mimi hata siwezi kwenda Uislamu. Kufanya asingelikuwepo Yesu, ningekuwa na utaratibu mwingine. Lakini kwa kuwa Yesu yupo, haijalishi nimekula sijala, nina hela sina hela,
takuja nikakatwa hapa hemani mwake, tashinda mchana kutwa mataa yanapowaka mafenya mavimulimuli, napokea upako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inatosha sana, kwa sababu nafahamu ambavyo shetani nimemharibu. Mstari unaofuata unasema akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Shetani yuko hivi, hao watu nafikiri watakusaidia. Wakishajua kwamba umesha block, huwezi kwenda tena, wanapokea. Anamachaka mwaka na jicho. Tena mimi alikuwa amekuja hapa kwangu kumtimua. Unaanza kufukuzwa kama mtu siyekuwa na makao. Wakatelekeza. Hao marafiki unaofikiri kuwa unaitwa na kupenda na ni wapagani, watakutelekeza. Hakuna rafiki wa kweli isipokuwa ni Yesu pekee yake. Watakutelekeza. Leo hii wanaonekana kuwa wa maana. Leo hii wanaonekana kukujali kwa sababu gani? Kwa sababu wana lengo fulani la kukuharibu. Wanakufuru, wanakufanya akili zako na zipumbazi ili uzidi kuzaa. Lakini kitakachotokea, wakishajua kwamba wamekupata, hutapata hata mtu wa kukuleta mzuri. Hata dagaa unapata hutapata. Ukikuta wameivisha hawali mpaka uondoke. Yaani tukiivishaga tu itanafika. Jamani. Unajua kuna watu wanaomba. Unaomba hata uoga kidogo kwa mimi. Jana mimi ndio. Yaani nimemalizia mchana. Mchana. Hauna hata kidogo. Jana kwambia hivi. Anakusogea hata nenda hapo kwa mwenzangu. Ukipisha Mungu, ulimwacha mmeo, ulimwacha mkeo, aliacha ajifanya kanasa, akawa unitaji na ukampelekeza. Takuja nifundishe somo linaloitwa dalili za mtu anayetaka kuhudumiwa. Takupa sababu kama 8. Ni pamoja na mtu ukimshauri na yana kushauri. Tuko pamoja? Ukimwambia Bwana jipe moyo, unajua Mungu anaweza, Mungu atakutetea. Mchungaji wewe hujui tu. Hujui. Unajua hapa nilipo mpaka kuja kwako, kwanza nilikuwa kwenye maombi ya siku kama 90. Anakupangia list. Ujue hilo ni ngumu baba, nimeshaanza. Kwa sababu ninasema kwamba wale wa Mungu yapokea. Nina siku 90 hapa na nilitoka hapa, baadaye kuna nabii mmoja kanipigia simu pale Mwanza, tukawa tumeenda hivi juzi ndio nimerudi. Tulikuwa na maombi ya siku 14 na tulimwomba Bwana na alionekana kwa kweli. Kama sio watu wa maombi, kwa mchungaji tumeomba sana. Na kuna neno moja katika kitabu cha Isaya, anakusomea na kitabu cha Isaya. Sasa utapitia wapi? Bwana kila neno analijua. Ujue huyo tayari nimeshakuwa. Kwa hiyo inahitajika neema pia. Na wazee wa kanisa mtakutana nao. Yaani alishabaki. Mimi kuna watu wanawaona hapa ni wahubiri. Kuna mwingine alikuwa pale Tabora anauzaga Biblia pale station. Maneno hivi kanisani haendi, kaisha choka, kaamna upako. Jifungo najua mwanzo mpaka ufunuo, lakini ni ngumu. Ukikutana naye Biblia yani anayo masa, lakini hamna kitu. Pakani kabisa kulikuwa kama mlango wa kienyeji. Kwa hiyo ndio sifa ya maamuzi mabaya. Lazima kutubu. Mstari unaofuata inasema alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa na njaa. Sikiliza sasa. Huyu mtu ambaye tunamsoma baada ya kumwacha Mungu. Baba anasimama kwa niaba ya Mungu. Baada ya kumwacha Mungu, kinachotokea ndio maana sasa mtu huwa ukipata neema huwa kuna kikao cha wewe peke yako. Huyu mtu anafanya kikao peke yake.
Umekiona hicho kikao? Anasema alipozingatia moyoni mwake akasema, which means akawa na mkutano wa pekee yake. Ushaikuwa mkutano wa pekee yake? Yaani wewe ndio katibu, wewe ndio mwenyekiti, ndio mjumbe, kila kitu. Nasema kwa kweli mpaka milioni 2. Yaani unakaa unapiga hesabu, unajijibu mwenyewe, unafanya kila kitu, yaani uko peke yako hapo umekaa kwenye jiwe. Ndio maana watu wanaongea. Unakuta watu wamekufa tu, wengine wameshika limo, tunakuta ameshakufa. Kwani alikuwa kwenye kikao peke yake. Wakuta mwaza. Yaani akaanza kutafuta, ndio njia pekee itakayoweza kusema. Mtu ukimwona ameanza kuwa na kikao cha peke yake, njoo yule mtu anaelekea kupona. Amen. Lakini ukimkuta mtu bado maneno mengi kama jorowe, ndio bado. Kumbuka mimi kipindi naokoka, tulipopigwa pale, lakini chawaeleza, tulipopigwa pale kwenye disco, nikapigwa, nikabebwa, nikapelekwa Kitete pale. Unanikuta ni mzima mwili, lakini viungo vyote viko hoi. Kichwani mawazo yanapita. Hivi bwana, nyumbani kaka leo si mawazo. Nyumbani tatizo langu. Yaani unawaza, unauliza maswali, unayajibu maswali. Yaani kila kitu unafanya mwenyewe. Ndio unakutana mtu alikuwa amesindana hivi, tafutiani mchungaji, unajua alikuwa anakata. Kuna mwingine hata ukimshika hivi anaona kama unamshika vizuri, anakandamiza mchungaji, anakuhamisha mkono kama ni kwenye tatizo, anasema ukushika. Unashika, ujue yalishamchosha. Mtu ndiye ndahisi kurudi kwa. Haleluya. Kwa hiyo hapa akakaa peke yake, akaanza kuwaza, wazazi wangu waliniambia nije Shinyanga. Shinyanga nimefika nikapata kazi. Ni Mungu amekuwa akinibariki. Lakini mbona sina maendeleo? Nilipata milioni 4. Hivi nimefanyia nini? Anaanza kuchupa. Ndicho alichokuwa na mtu. Maamuzi mabaya. Akajutia. Wana wenzangu niliomaliza nao shule leo wanawake zao. Wenzangu niliomaliza nao shule leo wamejenga nyumba. Wenzangu ukikutana na wenzio waliomaliza shule wanafurahi, wanasema tunawahi kanisani. I say unasema huko kipa unatembea. Yaani umeshajikatia tamaa. Hata ukisikia tu hata Mungu kula kufanya chochote. Shida kuona. Yaani ushakuwa kama mbwakoko. Unajua mbwakoko anaweza akakaa kwenye jalala peke yake, akapita mtu anazake ghafla baiskeli kananyaka anaweke mlo, akiinama tu mbwakoko mbio, yaani anajua kwamba nataka kupigwa jiwe. Ndio Wakristo ambao walikuwa wanaondoka. Hata ukihubiri tu sana, nasikia leo amenisema hivi. Leo ndio maana mimi sipendaji kwenda pale. Na nilikwambia kabisa mimi sitaki, leo haitaki. Na anayemshirikisha naye ni mbili kasoro kama yeye. Anawaambia kwa kweli, mchungaji akaja afanya hapa. Mimi mwenyewe nilijua kusema. Kwa sababu yamshirikisha na yeye alishahama kwa baba. Japokuwa yuko kanisani ni shilingi iliyopotea iko ndani ya ufumu. Tuko pamoja. Kwa hiyo lazima tuseme ufanye maamuzi. Fine, endelea. Nasema, nitaondoka. Kwa hiyo akaanza kuwaza sasa, nitaondoka. Nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Endelea. 19. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. 20. Akaondoka akaenda kwa babaye. Akaenda kwa
babaye. Mstari wa ngapi? Wa 20. Akaondoka kaenda kwa babaye. Okay. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Sikia. Nataka uione roho ya Mungu. Pamoja na kwamba tunafanya makosa mengi katika safari yetu ya maisha. Jambo la kwanza unataka ulione hapa katika mstari, japokuwa sijafika kwenye pointi yangu. Kitu cha kwanza unataka ukione haraka haraka, baba alipomuona kwa mbali. Umeliona hilo neno? Alipomuona kwa. Kumbe siku zote Mungu pamoja na makosa yetu na mapungufu yetu bado anatusubiri. Kila inapoitwa leo, na yamkini leo mchungaji Kanunu akihubiri, mwanangu atapita mbele. Shauku ya Mungu kila siku ipo, anakutegemea uchukue hatua fulani kutoka kwenye hayo maamuzi yanayoharibu maisha. Sasa akamwona kwamba maana yake ni kitu ambacho baba yake kila siku inaniambia ni kitu alichokuwa kimemsumbua akili. Anaamka kila asubuhi anatafuta, ilikuwa na ndio maana alipokaribia tu babake alimuona, kwa sababu macho ya baba siku zote alikuwa kumtafuta mtoto wake. Ndicho anachokifanya Mungu. Sema amina. Amen. Haijalishi ni maamuzi gani unayofanya. Ndio maana injili kila siku inapohubiriwa ni baba anategemea kuona mwanae. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema leo kuna hili, ni baba anategemea kukuona unachukua. Tunaposema kwamba kuna wokovu na wokovu ni sasa, anategemea kumuona mwanae. Yaani kila siku inapoitwa leo, Mungu anaangalia, anategemea kumuona mtoto. Huyu baba amehangaika, ameteseka, ameachana mke wake, ameachana watoto wake, wametengezana kwa leo. Je, injili ya leo anasemaje? Ataona kuna sababu ya kugeuka, na baba yuko anaangaza, anaangalia, anatupa macho huku na huku. Je, anakwenda kuinuka? Je, anachukua hatua gani? Anachukua maamuzi gani? Anajua kila alichokifanya kuwa hakikufaa. Anajua kwamba alikuwa ni kanisa, lakini sasa sio kanisa. Anajua. Je, leo yuko tayari kurudi nyumbani? Kila siku baba anaangalia. Tumechukua maamuzi mabaya, lakini kikao cha mawazo yetu kimeamua ni tunarudi nyumbani. Baba, hata leo tarehe 12 macho ya baba yako hapa amesimama, anaangalia, anasema sijui leo nani anakuja kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana. Ndio moyo wa Mungu. Anasema hakumwangalia tu, na alipomuona alifanya alimkimbilia, manake alimpokea. Na alipomfikia pale, unajua alifanya, alimhurumia. Si ndio? Alipomwona amechoka, ana perfume kwanza zijulikane, maana ametoka kulisha nguruwe. Tuko pamoja? Kinyesi cha nguruwe, chakula cha nguruwe. Unajua chakula cha nguruwe kilivyo? Nguruwe huwa anajisaidia kama mtu. Kinyesi chake kikali kweli. Sasa unafika tu mtu unamkumbatia. Sema vipi? Afua. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba anamwomba mtoto, kitendo cha kuhama katika nyumba yangu ndo matokeo yake haya. Ni matokeo yake haya. No imekuja. Wajua kwa wakati Mungu analia. Kuna watu wanaona wanaporudi dunia imewapiga, wamechoka, wamekata tamaa.
maisha yako magumu, hata ukipaka mafuta hayakai zaidi ya saa moja. Ukipaka tu kidogo, baada ya saa moja ngozi inapauka. Maana zile hizi nani za ngozi hizi hazina mshikiano, zilishakufa. Yesu anatuhurumia kila siku. Kwa sababu maamuzi, unayajua maamuzi unayofanya katika maisha. Na unapojiona kuna mtu mwingine mimi nikutanaga naye anaongea anajikakamaza kana kwamba hana matatizo, tupo barabara ya kwako, akicheka hivi bila yote yalishaisha na sigara au pombe, domo linanuka, yani akicheka asije mnaotumikia mkaze kachoka. Na mbaya zaidi huwa watu wana macho yanakondana. Ukikonda wewe macho yanabaki. Ndio maana unakuta mtu macho anakonona. Vipi kaisha kachoka. Ila yeye hawezi kutoka na kuchoka. Jana nilikuwa nimeenda kumuona mwanangu hapo juu hapo. Nikakutana kijana mmoja amebeba bidumu la pombe hizi za kienyeji. Yaani rangi ya ile pombe utafikiri maji ya Mola. Ananiambia, "Mchungaji, Bwana asifiwe." Nikamwambia, "Una mamlaka ya kuniambia?" Nilimwambia, "Usikuchukia jina la Yesu wangu. Yesu alitutoa mbali. Tulikuwa tuko vibaya, leo tunavaa suti katika jina la Yesu Kristo. Alafu nakuja unalivuruga tu. No. Yesu yupi? Kwa unaweza kuwa unajiona uko sawa, lakini Mungu akikutazama na kuhurumia. Unacheka lakini Mungu akikutazama na kuhurumia. Anahuzunika. Ndicho kitu tunachokiona. Nini kilichofuata? Akambusu sana. 21 inasema yule mwana akamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Hii ni toba. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Ni toba. Sikia, ukishajua mambo hayako sawa, maamuzi uliyokuwa yafanya sio sahihi, na kuna madhara katika hayo uliyofanya, usiwe mbishi, kuwa mwepesi kuifikia toba. Kuwa mwepesi kuifikia toba. Na wangu umeisha. Okay. Halafu ikawaje? 22. Lakini baba aliwaambia watumwa wake. Sikia, Mungu anakupenda sana lileteni upesi vazi lililo bora. Mkamvike, mtieni na pete kidoleni. Na viatu. Naomba uishie tu kwenye vazi pale, maana tutaendelea part 2 pale. Kwamba leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike. Ndicho kile Mungu anakufanya. Sikia, ukishatathmini maamuzi uliyokuwa yafanya katika maisha yako na kuona madhara yake na ukajutia, toba ni kujutia, ni kukubaliana kwamba Mungu nilichokifanya kifaa, nimekosea, sifai kuwepo hapa kanisani wako. Unajua anachokifanya Mungu? Analeta basi, anakufunika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anakufunika. Hiyo ni sifa, ni jambo ambalo tunajifunza. Mungu tunapokosea katika maisha yetu na tukajua kwamba tumekosea na tukachukua hatua ya kurudi kwake, anachokifanya huwa anafunika makosa yetu tena ili tuweze kuonekana katika mtazamo tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wanasema malaika, maana yaonekana alikuja na ngozi imechanika, alikuja viatu viko twende kilioni,
yani yuko nywele zinanyolewa kwa mkasi, hajui sababu, yani yuko shanga na perfume. Kwa hiyo hasingelikuwepo mtu wa kumpokea. Alionekana kama chizi, lakini Mungu akasema anamfanyaje akubalike na jamii, anamfanyaje aonekane kama sehemu ya watoto wake, anamfanyaje ili apate kung'aa. Anasema lete vazi lilo bora katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwamba wanapotazama, wanapojiangalia wanang'aa wao, na huyu ang'ae kama wao, wakiwa wanashangilia kama wao, na huyu ashangilie kama wao, wakiwa wanapendeza kama wao, na huyu naye kama hivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haijalishi ana mabaya gani na mfugani, ana makosa gani, ana shida gani, lakini damu ya Yesu Kristo inakufunika. Dhambi zako zitaonekana tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu ikishakufunika inafuta udhalimu wote, na dhambi zetu zote haziwezi kuonekana tena katika jina la Yesu Kristo. Na Biblia inasema ya kwamba anasahau kama ilivyo mashariki na magharibi, na kwa sababu anasema huwezi kuitwa mtumwa tena, wewe ni sehemu ya watoto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na unapofika mbele zake huwezi kufika tena kama mtumwa, kama mjakazi, unafika kama mtoto katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana anapokutazama kuangalia kama mjakazi, anakuangalia kama mtoto wake katika jina la Yesu. Manake chombo kikilia, unatakiwa uingie ndani uweze kumshangilia Bwana. Wakati wa sadaka unahitaji kuinuka ukatoe sadaka katika jina la Yesu Kristo. Huduma zinapoachiliwa na unapokea karama ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Maana hakutazami kama mwenye dhambi, hakutazami kama mtu mwenye shida, anakutazama kama mtu aliyekwisha kufunikwa damu yake, na dhambi zako zimesamehewa. Amen. Na Mungu anakubariki. Simama mahali.